nipone. Anaweza sana kufuta chozi nifurahi tena. Nitayainua macho yangu, msaada wapi? Wanangu wajua anaweza sana
Amen. Wakati huu Bwana hatakupita. Kila changamoto katika maisha yako binafsi, kila changamoto katika familia, kila tatizo katika fani yako, kila tatizo ambalo umekuwa ukipambana nalo kwa muda mrefu sana, jawabu la mwisho hatimaye limefika. Itakuwa ni lako. Uko wapi? Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru Bwana kwa sababu umetuleta kwenye faragha hii. Faragha ya ajabu namna gani, jinsi ambavyo umezungumza nasi toka kwa watumishi wako wote, au katika kuhubiri au katika kuimba. Tunajua ya kwamba kila kitu ambacho kimetamkwa toka kwenye neno lako, katika kuhubiri, kwa kutangaza, kwa kuimba, hayo maneno yametimizwa katika jina la Yesu. Utampatia kila mmoja jawabu la mwisho. Wale watumishi ambao wametuhudumia wape jawabu la mwisho. Waimbaji wetu wapate jawabu la mwisho. Mashemasi, walinzi wapate majibu ya mwisho. Kati ya watoto, kati ya vijana, kati ya wanavyuo, kina mama, kina baba, viongozi, kila mahali, jawabu la mwisho. Wanaofanya kazi nyuma ya pazia hatuwaoni, lakini wanachangia katika kusonga mbele katika faragha hii. Tunaomba kwamba watafanya kazi bure. Kutakuwa na jawabu la mwisho kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Timiza neno lako. Tujalie ushindi, tujalie shangwe, tujalie mamlaka. Hatutaanguka, hatutashindwa. Neno lako litafanya mema katika kila maisha katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa jibu. Kwa jina la Yesu tunaomba. Bwana sifiwe. Zaburi ya 17 mstari wa 3. Zaburi ya 17 mstari wa 3. Umenijaribu moyo wangu, umenijilia usiku, umenihakikisha usione neno. Nimenuia kinywa changu kisikose. Leo tunaangalia ujumbe kujaribiwa, kuamini na ushindi katika Kristo. Majaribu yatakuja, mitihani itakuja, changamoto zitakuja, lakini tuna hakika hakuna jaribu, hakuna mtihani ambao utakujia ukivuka neema ya Mungu. Kila mtihani, kila changamoto, kila jaribu litaleta ushuhuda katika maisha yako. Tunapomtumaini Bwana, yeye mwenyewe atatufanya kuwa washindi, atatufanya kuwa ni zaidi ya washindi. Zaburi ya 31 mstari wa 14. Zaburi ya 31 mstari wa 14. Lakini mimi nakutumaini wewe, nakutumaini wewe Bwana, nimesema wewe ndiwe Mungu wangu. Jaribu lilikuja pia kwa mzaburi, mitihani ilikuja kwa mzaburi. Katika akasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya nayo yote. Akasema wakati jaribu ulipokuja, wakati mtihani ulipokuja, wakati matatizo yalipokuja, mstari wa 14, lakini mimi nakutumaini wewe Bwana, nimesema wewe ndiwe
Mungu wangu, nyakati zangu zimo mikononi mwako. Wakati wako, hatima yako, miradi yako, kila sehemu ya maisha yako, kwamba upo bondeni ama upo kileleni, wakati wa majaribu, wakati wa matatizo, nyakati zako zote bila kujali aina ya nyakati zimo mikononi mwako. Uniponye na adui zangu, uniponye na adui zangu. Umeshakombolewa tayari. Adui hawatazuia maendeleo yako, adui hawatazuia shangwe yako, adui hawatafuta ushindi wako. Utakuwa hodari kuliko wote. Uniponye na adui zangu nao wanaonifuatia. Inawezekana kukaa kuna watesi, lakini Bwana atakupa ushindi. Nimekosa amen yako. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 14. Ila Mungu ashukuriwe, anayefanyaje? Hebu sema daima. Anayetushangiliza daima, hata kuacha. Unapojaribiwa, unapotihaniwa, kila wakati atakushangiliza. Anayetushangiliza daima katika Kristo, na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye. Anatujulisha utamu wa kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kila mahali, kila mahali, popote unapokuwepo, popote unapokuwepo, hali yoyote unayopitia, Yesu atakuwepo kabla hujafika. Na daima, 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 siku zote atakufanya ushangilie. Ninawaangalia washindi leo, na waangalia washindaji leo. Kuna jawabu la mwisho nalo limekuja. Le jaribu ambalo likufanya ulale kwa mgongo wako, hebu ilo jaribu na lije tena, utashinda. Wale adui ambao walikufanya utetemeke awali, na waje tena. Anasema anasema umeweka meza machoni pa watesi wangu, kikombe changu chafurika. Hakika wema na fadhili zitakufuata siku zote za maisha yako. Bwana anakupatia ushindi, ushindi wa kudumu. Anakupa ushindi wa kila siku. Anakupa ushindi ambao ni mkamilifu, na huo umekujia. Mshindi yuko wapi? Nasema utashinda. Nimeshaona ujumbe. Jambo la kwanza, ujumbe la mambo matatu: kujaribiwa, kuamini na ushindi katika Kristo. Mtu amejaribiwa kila siku kwa namna ambayo hawezi kuelewa, lakini alishinda. Kijana wewe, mtu kama wewe, kama alishinda, nina hakika wewe pia utashinda. Na jaribu lilipokuja, watu walichokuwa naona ni kujaribiwa, kujaribiwa tu. Hawakumuona mjaribu. Hawakutangaza ya kwamba kuna mjaribu anakuja. Lile jaribu limekuja kimya kimya. Jaribu alikuja kimya kimya. Walipodhani ya kwamba kuna utulivu, ghafla mjaribu akaja. Lakini pamoja na hayo walishinda. Kuna jaribu atakayekushangaza. Hakuna jaribu litakayekushangaza. Zaburi ya 105
Zaburi 105 mstari wa 17. Alimpeleka mtu mbele yao. Subiri, anazungumza juu ya Yusufu. Alipokuwa anakuja mbele yao, wakasema anakuja mwota ndoto, anakuja mtu mwenye maono, mtu ambaye kila siku ana wazo jipya. Hebu tumwangamize, tuone kwamba ndoto zake zitakuwaje. Walidhani kwamba wataweza kumuua. Chochote ambacho Mungu hajapanga hakitakutokea. Kama jaribu lolote linakuja, kama mtihani unakuja, kama shida yoyote inakujia, kuna kusudi. Bwana anakutuma pale ambapo ndoto yako itatimia. Mstari wa 17. Alimpeleka mtu mbele yao. Yusufu aliuzwa utumwani. Walimuumiza miguu yake kwa pingu, akatiwa katika minyororo ya chuma, hata wakati wa kuwadia neno lake. Hata wakati wa kuwadia neno lake. Neno langu litakuja. Wakati wa kuinuliwa kwako utafika. Maneno yote kutimizwa kwa ndoto zako yatatimia, na yatatimia kwa ukamilifu. Inawezekana ikawa ni siku zilizopita za majaribu, siku zilizopita za matatizo. Usiangalie jaribu, usiangalie shida, usiangalie nani mjaribu. Wanaangalia neno lako ili hatimaye liweze kutimia, na hilo neno litatimia. Mstari wa 19. Hata wakati wa kuwadia neno lake. Ahadi ya Bwana ilimjaribu. Yusufu hakujua ya kwamba Mungu anaangalia. Mungu daima anaangalia. Le jaribu linapoendelea, na unaangalia huku na huku, kulia kushoto, unaangalia nyuma, mbele, juu. Hakuna mtu ambaye anaonekana, lakini Mungu yuo angalia, atakuona umshindi. Mwanzo sura ya 39. Mwanzo 39. Yusufu akashuka Misri. Aliwalilia ya kwamba mnisaidie. Biblia inatuonyesha katika rekodi nyingine. Lakini kumbuka ya kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kama Mungu ameruhusu jaribu, lile jaribu litatenda mema katika maisha yako. Mtu aseme amen. Kwa hiyo wakamuuza kwa watu ambao hawamjui. Hatimaye wakachukua safari yote, wakafika mpaka Misri. Mstari wa 1. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akafanyaje? Akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmael. Aligeuzwa kuwa bidhaa. Alikuwa ni kama kitu tu sasa ambacho unaweza kukinunua kutoka sokoni. Wameweka bei juu yangu, wamenifanya kwa kama kitu ambacho kisichokuwa na uhai. Wameweka bei juu yangu. Usiogope, huo sio mwisho wa hadithi yako. Akamnunua. Akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmael.
waliomleta huko, lakini Yusufu akabaki kuwa mwaminifu katika ile changamoto, katika ile shida. Mstari wa pili, Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana atakuwa pamoja nawe, naye akasawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri, katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Ni bwana wa kigeni, sio daima, ni kwa muda tu. Bwana ameruhusu muda, ameruhusu jaribu na mafunzo, na muda si mrefu utatoka katika hali ile. Mstari wa tatu, bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Huyu bwana tayari alikuwa na jawabu la mwisho hata kabla ya faragha. Kama Bwana alifanya yote hayo, alimfanya mtu kama huyu kuweza kufanikiwa. Wewe umepata faragha ya kuhudhuria na umekuja kuhudhuria faragha ya suluhisho la mwisho. Yeye alipata na wewe utapata. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake. Wale waliomuuza kaka zake hawakujua ya kwamba wamemuuza mahali ambapo ataanza kuinuka. Watu ambao wameleta majaribu, ambao wameleta mateso katika njia yako, hawataweza kusimulia ya kwamba mateso yamefanya nini katika maisha yako. Mateso yako yatakupa kupandishwa cheo. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Pengine Yusufu alishaanza kusema, hii ndio ndoto niliyoiona, ya kwamba tayari nimekuwa msimamizi. Na kuambia ndugu yangu, hiyo ni hatua ya kwanza tu. Unakwenda kwenye hatua ya pili, utakwenda kwenye hatua ya tatu, hatimaye utafika kwenye ngazi ya mwisho. Watu waliokujua kabla ya ile jaribu, wanapokutazama baada ya jaribu, hawatakutambua tena. Hatimaye jambo likatokea, lakini elewa, tuko kwenye safari, na hii safari itakupeleka juu na juu na juu zaidi. Lakini lazima uelewe, Mungu yu atazama. Mstari wa 7, ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu. Waza juu ya hilo. Wakati mwingine unapokuwa na tatizo, unapokuwa na shida, inapoonekana kana kwamba barabara ni mbaya sana, unaweza ukaonekana kama mtu aliyekata tamaa, unakonda, unaonekana mbaya kwa sura.
kwa sababu unabeba mzigo mzito sana mabegani mwako. Lakini muone Yusufu, pamoja na majaribu yote hayo, pamoja na changamoto zote, hakukuwa na shinikizo hakukuwa na msongo wa mawazo, wala hakukata tamaa, wala hakukuwa na kuchoka katika mwili wake, ya kwamba mtu aonekane mbaya. Huyu kijana alikuwa anaonekana bado mpya. Katika majaribu yako utakuwa mpya, bado utabaki na nguvu. Kwa hiyo mke wa Potifa hakuona hali yote ya kukata tamaa, hali yote ya kuvunjika moyo, hakuona hali yoyote ya kuchoka. Akaona kijana mzuri wa sura, kijana mwenye nguvu, kijana mchangamfu, na akamtazama kwa kumtamani. Akamwambia, lala nami, lakini akakataa. Nasema utakataa. Unajua kuna vitu ambavyo washindi hawatakaa wafanye, na Mungu anatazama. Katika wakati wako wa jaribu, inawezekana katika nyumba yako au katika ofisi yako au katika jamii yako, au pengine unasafiri na uko kwenye taksi, uko kwenye basi, au umeenda kijijini na umefika mahali ambapo hakuna waamini kabisa, na mtu kama huyu anatokea, anadhani ya kwamba wewe ni chombo kwa ajili ya jaribu. Nasema hautakubaliana. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Sitaipoteza fursa yangu. Nilipaswa kuwa ni mtumwa, nilipaswa kuwa ni mtumishi tu, nilipaswa kuwa kama dekio la kudekia nyumba. Lakini hapa sina mama, sina baba, hapa sina mawasiliano yoyote, sina msaidizi yoyote. Na Mungu amenisaidia sana, ameniinua, amenifanya kuwa ni msimamizi wa nyumba yake, na ameweka kila kitu chini ya uangalizi wangu. Sitaweza kuiharibu fursa niliyokuwa nayo. Nasema hautaharibu fursa uliyoipata, hautaharibu kule kuinuliwa kwako, hautapuuza kule kuinuliwa kwako katika jina la Yesu. Anasema, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Angalia hilo. Kuna watu wanapopata cheo ambacho hawakukitarajia, cheo ambacho hawajawahi kuwaza, wanayo mamlaka, wana nguvu, wameinuliwa juu katika nyumba, katika kampuni, katika shamba, katika soko, katika kanisa. Hakuna aliye mkuu katika nyumba hii kuliko mimi. Wanadhani kwamba wanakinga, wanadhani kwamba chochote nitakachofanya kwa sababu ya cheo changu kikubwa, ninastahili tu kufanya chochote. Hawaitumii neema kuwafanya waelewe ya kwamba hawapaswi kuweza kudharau au kupuuza ile nafasi waliopewa. Kuna watu waitwao wachungaji au makanisa, wachungaji wa makanisa. Sizungumzi habari ya makanisa mengine, nazungumza juu yako wewe. Mchungaji ameinuliwa, amepandishwa cheo, na hakuna aliye kama yeye katika lile kanisa alilopo. Wanamchukulia Mungu kiwepesi,
wanadhani kwamba wanakinga chochote ninachosukuma, ninachovuta, ninachofanya, nisichofanya. Nani aliye mkubwa kuliko mimi? Nani anaweza kunipa changamoto mimi? Hakuna mtu wa kuniuliza. Lakini Yusufu alijua ya kwamba yuko safarini. Shetani hataweza kuzuia safari yako. Akaleta jaribu hili kwa sababu alishaona mbele ya kwamba Yusufu atakuwa ni mwokozi wa taifa zima, taifa la Misri, ili lisiangamie, na alitaka watu waangamie. Kwa hiyo akaja kana kwamba ya kwamba sasa, hebu fanya hili hapa, utaipenda, utafurahia. Mwanamke ndiye anayejileta hivyo. Anasema hata mwambia mumewe, hawezi kumwambia mumewe. Utapata kibali kwa mke wa bwana wako. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kuna watu ambao wana fursa nyingi sana, wana fursa nyingi sana. Wanaweza wakafanya hilo, wakafanya hilo, wakafanya lile. Ni mtu mmoja tu ambaye ametengwa, ambaye hawawezi kuwa na mahusiano naye. Wewe ndiwe peke yako ambaye amekutenga nami. Vitu vingine vyote nina uhuru navyo. Lakini kama Adam na Eva, kulikuwa na miti yote katika bustani. Mti wa uzima ulikuwepo pale, na miti mingine yote ilikuwepo, lakini mti mmoja tu ambao ulikataliwa, na huo ndio mti waliofuatilia. Hautakuwa hivyo, sitakuwa hivyo kamwe. Mungu athibitishe hilo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Ile nchi tukufu ambayo Bwana anakupeleka, kile cheo ambacho Bwana anakupeleka, mwanamke asiyekuwa na faida, mke wa Potifa, hatachukua ile nafasi yako. Anasema hakuna aliye mkuu, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa? Nifanyeje ubaya mkubwa huu? Nimkose Mungu? Hivi unajua kwamba Yusufu hakuwa na kitabu cha Biblia cha kusoma? Kwa sababu Musa aliyeandika kitabu cha Mwanzo alikuwa hajazaliwa bado. Aliita zinaa kwamba ni dhambi kubwa, kosa kubwa. Leo vipi? Mhubiri, mchungaji, deeper life, ambaye amesoma Biblia sehemu nyingi toka Mwanzo mpaka Ufunuo. Kwa nini mchungaji mkubwa namna hiyo asijue ya kwamba uasherati, uzinzi ni dhambi kuu, na mtu anaanza kuyaharibu maisha yake? Bwana atasamehe yaliyopita, tangia sasa utakuwa safi. Huyu mtu alishinda dhambi. Nasema utashinda dhambi. Lakini unajua wajaribu hawaachilii, hawakati tamaa. Kama hauna nia ya kushinda, kama hauna lengo la kushinda, kama hauna msimamo thabiti wa kushinda, kama hujashawishika kushinda, watakuja tena.
Nasema wajaribu hawatachukua sehemu kubwa ya maisha yako. Angalia mstari wa 10, akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku. Watu wengine wanakata tamaa, wanaanguka. Jaribu linakuja siku baada ya siku, juma baada ya juma. Kama huyu mama huyu anasema ya kwamba bado nipo kwa ajili yako na kusubiri, nina shauku na wewe. Anasema lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Kuna watu majaribu yanapokuja, kama hakuna mtu karibu kuangalia, kuwachunguza, kusikia maneno anayoyazungumza na kuangalia matendo ya maisha yao, hata hivyo wanasema hata hivyo hakuna mtu hapa na hili jaribu sasa ni kubwa, nifanye nini sasa mimi? Fanya kitu alichofanya Yusufu. Kama utakuwa ni mtu ambaye utakuwa na ushindi, hatimaye nitakuwa na ushindi. Nasema nitakuwa na ushindi. Mstari wa 12, huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake. Hebu niambie akafanyaje? Sema kwa sauti sasa. Je, hutaki kukimbia? Sema kwa sauti. Akakimbia akatoka nje. Utatoka nje ya matatizo, utatoka nje ya jaribu. Bwana alimuonya mmoja kati ya viongozi wa wanafunzi, Luka sura ya 22. Alimuonya juu ya jaribu linalokaribia. Alimuonya juu ya kile ambacho kitatokea, lakini huyu hakuwa makini kama Yusufu. Utakuwa makini kama Yusufu. Luka sura ya 22 mstari wa 31. Akasema, Simon, Simon, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. 33. Akamwambia, Bwana, usiwe na hofu juu yangu, sina haja ya kuomba, sina haja ya kuwa makini. Usiwaze juu yangu, Bwana niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Mstari wa 40. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Lakini bado Simon Petro akuomba. Wewe utaomba. Hautaichukulia neema ya Mungu bure. Usiseme kwamba haitatokea kwangu. Mstari wa 54. Wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu. Na soma sema iliyobakia. Nini kinafuata? Hebu nikusikie, hebu nisikie sauti yako vizuri. Na Petro akamfuata kwa mbali. Hakuna maombi, hakuna kukesha,
hakuna ukaribu na bwana wake, akamfuata kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja, naye Petro akaketi kati yao. Waza, anapata manufaa toka kwa watu ambao wamemchukua bwana wake na kiongozi wake. Je, unawaza kupata manufaa kutoka kwa watu ambao wanamchukia Bwana? Watu wanaochukia viongozi wao wa kanisa, na kaketi miongoni mwao, kaketi pamoja nao. Unajua, wakati mwingine unapokaa pale, unapoishi pale, unapokwenda, panaweza kuwa ni chanzo cha jaribu. Bwana mkomboe kila mmoja wetu. Mstari wa 56, ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho, akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Mstari wa 57, akakana akisema, mwanamke, simjui. Akasema, mjui Kristo. Sitamkana Bwana wangu. Jaribu halitakufanya umkane Bwana. Namshukuru Mungu kwamba alitubu. Mstari wa 62, akatoka nje akalia kwa majonzi. Alitubu na Bwana akamrehemu. Leo kuna rehema kwa ajili yako. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 12. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Na kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke, ikiwa ni kaka au ikiwa ni dada. Mstari wa 13, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu. Amen. Ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Kwa ajili ya hayo, wapenzi wangu, fanya kile alichofanya Yusufu, ikimbieni baada ya sanamu. Ikimbieni baada ya sanamu. Usiwe na kitu chochote kwenye akili yako ambacho ni cha thamani sana. Tendo lolote ambalo la muhimu mno, lazima nifanye hivi, lazima nifanye hivi, lazima nifanye hivi. Hapo hatimaye shetani anatumia hicho kinyago, anatumia huyo mtu, anatumia hicho kitu, anatumia fedha hiyo, anatumia hicho kitu ambacho unacho, ili akujaribu kwa gharama yote ile na kukufanya uanguke. Asema, ikimbieni ibada ya sanamu. Hautamtoa mtu yoyote duniani au kitu chochote duniani au mali yoyote duniani au cheo chochote duniani, hautakifanya kwa sanamu katika maisha yako. Alafu jaribu litakuja kupitia kinyago hicho na wakajikuta unaanguka. Nasema hautaanguka. Waebrania sura ya 2 mstari wa 18, na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa.
anaweza kuwasaidia, anaweza kuwatia nguvu wao wanaojaribiwa, atakutia nguvu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 14. Mstari wa 14. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribia kitu cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa majaribu, wakati wa mahitaji. Nasema utapata msaidizi na utashinda yale majaribu ya zamani, kwa sababu ya udhaifu katika mwili wako, katika udhaifu wa maamuzi yako, udhaifu katika kujiweka wakfu kwako. Ulianguka, hakutakuwa na kuanguka tena. Nasema hakuna kuanguka tena. Turejee kwa Yusufu. Zaburi ya 105 mstari wa 20. 105 mstari wa 20. Mfalme alikuja akamtoa kwa sababu alimtumaini Bwana. Nasema hautakuwa mfungwa tena. Mstari ule wa 20. Hakuna kitakachokufanya uanguke tena katika jina la Yesu. Mfalme wa falme atakuangalia, atakuweka huru, atakutoa kwenye kifungo chako katika jina la Yesu. Mfalme alituma watu, akamfungua mkuu wa watu, akamwachia. Yusufu alikuwa anaangalia ndoto aliyopewa na Mungu. Kuna watu hawana ndoto yoyote katika maisha, hawana lengo lolote katika maisha, hawana kitu wanachotamani katika maisha. Hakuna kitu ambacho wanajua ya kwamba ninakwenda mahali fulani katika maisha yangu. Lakini Yusufu alikuwa na ndoto. Bwana atakupa ndoto, na daima alikuwa akiangalia ile ndoto, na chochote ambacho kilitokea alikichukua kama shule kumfanya asonge mbele na aweze kufikia ndoto yake. Ndio maana majaribu yalikuja, akasema kwamba hili litanifanya nisonge mbele. Mitihani ilikuja, akasema hii itanifanya nisonge mbele. Mateso yalikuja, akasema nitasonga mbele. Na kila kitu kilichomtokea alikifanya kuwa kama shule ya kumfanya afike pale anakopaswa kufika. Nasema nitafika. Nasema nitafika. Maisha yako haitakuwa ni maisha ya hohehahe. Lazima uwe ni mtu ambaye unatimiza malengo. Umekuja mahali pa suluhisho la mwisho, na suluhisho la maisha la mwisho limekuja katika maisha yako. Nasema utapanda juu kwa mbawa kama tai. Mstari wa 20 tena. Mfalme akatuma mtu, akamfungua mkuu wa watu, akamwachia. Nasema minyororo
inavunjwa, vifungo vinalegezwa, nira inavunjwa kabisa. Akamweka kwa bwana wa nyumba yake. Angalia kilichotokea. Potifa alimfanya Yusufu kuwa bwana wa nyumba yake, lakini Potifa alikuwa ni mtumishi wa Farao. Sasa Farao akamfanya Yusufu kuwa bwana wa nyumba yake na mtawala na mwenye amri juu ya mali zake zote. Akapata cheo kuliko kile cha awali. Unapoomba na unapomtumaini Bwana, na Bwana anakupa ushindi siku baada ya siku juu ya majaribu, siku inayofuata nitakuona uko juu zaidi. Amen. Mstari wa 22, awafunge masheki wake, manake watawala wake, kama apendavyo, na kuwafundisha wazee wake hekima. Angalia jinsi alivyoinuliwa. Sasa amekuwa ni mwalimu, amekuwa ni mkufunzi wa wakuu. Hivi unajua Bwana anakufikisha wapi? Atakufikisha mahali ambapo jicho halijawahi kuona, mahali ambapo sikio halijawahi kusikia, kitu ambacho hakijawahi kuingia katika moyo wa awaye yote katika ndugu zako. Wanakuangalia wanasema huyu ni fulani fulani. Wanakuangalia kama wakati ulivyokuwa nakuwa nao wakati kwa kwenye shule ya msingi. Nasema mambo yamebadilika. Wanakuangalia kama ulivyokuwa katika hali yako ya asili. Kaka yangu, dada yangu, hali yako ni tofauti sasa. Watu wako hawataweza kukutambua Bwana atakapofunua pale anapokupeleka. Chochote kinachotokea sasa kichukue kama shule tu, na uwe makini. Usikate tamaa. Ukikata tamaa, unaachana na taji yako, unaachana na kuinuliwa kwako, unaachana na kule kuinuliwa kwako. Bwana apishile mbali, hautakata tamaa. Ayubu sura ya 23. Ayubu 23 mstari wa 10. Lakini yeye aijua njia niendeayo, akiisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Majaribu yote yatakuwa ni kama shule, mitihani kama shule, changamoto kama shule, mateso kama shule. Mateso hayatakumaliza, majaribu hayatakumaliza. Unapopeleka mtoto wako shule, mafunzo hayamuui mwanao, ni kumfanya ainuke na hatimaye atarejea nyumbani. Na anaporejea nyumbani ataleta vyeti vyake vya mafanikio. Unapitia mtihani sasa, unapitia mafunzo sasa. Baada ya mafunzo ya majaribu na mitihani na matatizo na magumu, baada ya hapo atakupa cheti cha kufanya vizuri. Anakuambia njoo kwenye ngazi nyingine. Lakini yeye aijua njia niendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Huyu mtu amekuwa thabiti, huyu mtu amekuwa imara. Anasema mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, na njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake. Nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki
yangu, zaidi ya riziki yangu. Hii ndio njia ya washindaji, itakuwa ndio njia yako pia. Unaona alichokisema? Anasema nimeyatunza maneno ya kinywa chake, zaidi ya riziki yangu, zaidi ya riziki yangu. Staftahi, chakula cha asubuhi cha muhimu. Lakini akasema bila Biblia hakuna kunywa chai. Nitachukua mkate wa uzima kwanza, nitakula mkate wa uzima kwanza, neno litokalo kinywani mwa Bwana. Naweka kanuni, hakuna Biblia, hakuna staftahi. Lazima nisome neno kwanza, nisikie neno kwanza, nitafakari neno kwanza kabla ya kula asubuhi mapema, ili kama mwili wako unavyokuwa imara, unavyokuwa thabiti, hali kadhalika roho yako iwe imara, iwe thabiti. Manake pia bila maandiko hakuna chakula cha usiku, hakuna kula usiku. Asubuhi nitasoma neno, jioni nitasoma neno. Neno litakufanya uwe imara. Ayubu sura ya 17 mstari wa 9. Lakini mwenye haki ataishika njia yake, naye mwenye mikono safi atazidi kupata nguvu. Naye mwenye mikono safi atafanyaje? Atafanyaje? Atazidi kupata nguvu. Leo wewe ni hodari kuliko ulivyokuwa jana, kesho utakuwa hodari zaidi kuliko leo. Unaishika ile njia ya Bwana kwa uthabiti. Shika neno la Mungu kwa uthabiti. Wakorintho wa kwanza sura ya 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Nasema utapiga mbio. Utapata thawabu hatimaye. Hebu macho yako daima yawe katika ile thawabu ya mwisho. Na unapopiga mbio usisahau, usiwe ni mtu ambaye haujali. Usiruhusu majaribu yakadhoofisha matokeo yako. Kumbuka kwamba unapiga mbio kwa ajili ya taji. Na mstari wa 25, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Hujizuia katika yote. Unajidhibiti nafsi yako kwenye kila jambo, hata katika vitu vizuri. Kuongea ni kuzuri, lakini ukiongea na kuongea, neema yote katika maisha yako itatoka. Upendo ni mzuri, mpende kila moja, lakini uweze kuwa na kiasi ya kwamba habari ya asubuhi, habari ya mchana, nakupenda, uwe na kiasi. Kuna watu ambao watashindwa kuelewa lugha yako ya kwamba unaongeaje na kila mtu namna hiyo. Rehema ni nzuri, lakini uwe na kiasi. Usiwaonyeshe Mafarisayo rehema, usiwaonyeshe rehema Delila, na usionyeshe siri zako kwa Delila. Nampenda kila mtu, na niko huru na kila mtu, na niko huru kwa ajili ya kila mtu. Usiwe huru kwa ajili ya kila mtu. Lazima uwe na kiasi katika mambo yote, ikiwa utakuwa ni mshindi. Nasema utashinda. Kuna mtu ambaye hakuwa na kiasi kwenye mambo yote. Hata Daudi hakuwa na kiasi kwenye mambo yote. Kesha, angalia kabla hujaruka.
na kila ashindaye katika michezo hujizuia katika yote. Haufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Mstari 26 Paulo anasema, hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, sitaruhusu siku ipite bila kupiga mbio zangu. Si kama asitaye, napiga ngumi. Napiga ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha. Unaelewa? Asema Paulo alikuwa ni mtume wakati ule, lakini alikuwa hajaoa. Ndio ni mchungaji, ndio ni mwinjilisti, ndio ni nabii, ndio ni mwalimu, lakini sichukulii mambo kiwepesi. Ijapokuwa mimi ni mzee kuliko Wakorintho hao wote, lakini anasema hata hivyo bado nautesa, bali nautesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikiisha kwa ubiri wengine, nikisha kwa ubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Hautakuwa mtu wa kukataliwa. Sitakuwa mtu wa kukataliwa. Kuna mtu anasema, hebu angalia ya kwamba unaona jinsi ilivyo mzee. Wewe ni mzee kiasi gani? Una umri gani? Wanaoleta watu katika ofisi zao, wanawaalika wadada katika ofisi zao, wanasema ni mchungaji, mimi ni mchungaji, ninaomba ya kwamba hautaanguka. Lakini ukianguka kileo chako kitafika mpaka makao makuu. Anasema mimi ni binti tu, nifanye nini? Wanasema huyu ni binti tu, atanifanya nini? Huyu ni kijana mdogo tu, atanifanya nini? Ninaomba ya kwamba shetani hata kudanganya, shetani hata nidanganya. Wakorintho wa pili sura ya kwanza. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 8. Maana ndugu, atupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, kuliko uwezo wetu, hata tukakata tamaa ya kuishi. Ndivyo ambavyo shetani anaweza akafika. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu. Tumaini lako litakuwa kwa Mungu. Awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa. 2, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Mambo matatu pale. Alitukomboa wakati uliopita, neema yake bado inatosha leo kwa ajili ya kutukomboa. Kila jaribu, kila mtihani, Bwana atakukomboa. Anasema tena tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Hautaanguka, utaendelea kusimama. Nasema utaendelea kusimama. Timotheo wa pili sura ya 2. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 3. Ushiriki taabu pamoja nami. Unajua kuyapigania maisha yako kunaweza kuleta majeraha kadha wa kadha. Kama unapigania hazina zako,
unaweza ukapata majeraha, lakini kama hautaweza kuvumilia joto la jikoni, utaendaje kupika? Joto litakuwepo, lakini uko mahali pale kwa ajili ile kazi ya jikoni. Vumilia. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Unatenda kazi kwa ajili ya Bwana, unamtumikia Bwana, unatumikia watu wa Mungu. Kama utapata taji, kama utapata thawabu, lazima ushindane kwa halali, ushindane kwa uaminifu sawa sawa na sheria. Bwana atakuwa pamoja nawe. Utavumilia mpaka mwisho. Majaribu kama yalianza jana au ameanza leo, majaribu hayatachukua nafasi kubwa katika maisha yako. Utashinda. Utashinda. Utakuwa ni zaidi ya mshindi. Utavumilia mpaka mwisho. Angalia Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24 mstari wa 11. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Sitadanganywa. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Je, uko hapa leo? Wala utakaovumilia mpaka mwisho mpo? Bwana atakupa neema. Neema tele. Neema itoshayo. Neema kubwa ya kimuujiza. Utakuwa ni mshindi. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 14. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo. Utabaki katika Kristo na neema yake itabaki ndani mwako, nguvu yake itabakia ndani mwako, lakini pia uimara, uthabiti wake utakuwa ni sehemu yako. Siku zote daima atakushangiliza. Unaenda kazini, unarudi ukiwa na ushindi wako. Unasafiri kwenda kijijini, utarudi ukiwa na ushindi wako. Ushindi unaopata, shangwe unayoipata, nguvu unayoipata, roho ya ushindaji unayoipata, popote pale unapokwenda, utakwenda kuitunza katika uthabiti mpaka urejee katika ushirika. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Hii inatokeaje? Mstari wa 17. Kwa maana sisi si kama walio wengi walighoshio neno la Mungu. Watu ambao ni waaminifu kwa neno la Mungu hawapotoshi maana ya neno, hawakosei maana ya neno, hawalichanganyi neno la Mungu. Asa maana sisi si kama walio wengi walighoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Bwana atakutunza katika ushindi.
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ushindi kwa ajili yako kila upande, bila kujali jaribu, bila kujali mtihani, bila kujali mateso. Ushindi kwa ajili yako. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. 15, Wakorintho wa kwanza mstari wa 57. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 57. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivi unajua kwamba wewe ni mshindi? Nasema, je, unajua kwamba wewe ni mshindi? Daima, wakati wote, katika maeneo yote, mahali pote, katika majaribu yote, wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Waebrania sura ya 2. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Hivi unajua shetani ndiye chanzo cha majaribu yako, atamharibu kwa ajili ya maisha yako. Mstari wa 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Nini kinawafanya watu waende kwenye uchawi na kutafuta ulinzi? Wanaogopa kifo. Nini kinawafanya waache kanisa la kibibilia na kwenda kwenye kanisa ambalo linachoma tu uvumba na kuchoma mishumaa? Nini kinawafanya watu waache kweli ya injili na kwenda kwa watu ambao hawana injili? Hofu ya mauti. Lakini sasa huogopi mauti tena. Kristo amekufa kifo kwa ajili yako, amekufa kwa niaba yako, ameonja mauti kwa ajili yako, na sasa anasema amemharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Mstari wa 16. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwa asili ya mzao wa Ibrahim. Hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Atakusaidia, atakutegemeza, atakusaidia, atakushika, atakutia nguvu. Siku zote utakuwa na ushindi. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Mstari wa 12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu,
tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake, yeye aliye na mambo yetu. Basi wapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa maana hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa namna gani? Unakujaje kwenye kiti cha neema? Kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana atakutegemeza, utakuwa ni mshindi. Atatia ndani mwako, atakuchoma sindano ya imani ya kutosha, mamlaka ya kutosha, roho ishindayo ya kutosha katika maisha yako, katika jina la Yesu. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ndio sababu ya kushinda. Utakuwa ni mshindi, utakuwa ni mshindi, utakuwa ni mshindaji. Nasema utakuwa ni mshindaji. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Warumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Yuko mshindaji hapo? Je, yuko mshindi hapo? Hebu sema pamoja nami, mimi ni zaidi ya mshindi. Mimi ni zaidi ya mshindi. Haijalishi jaribu ni gani, mimi ni zaidi ya mshindi. Haijalishi mtihani ni mtihani gani, mimi ni zaidi ya mshindi. Haijalishi ni hali gani iliyokuwa nayo, mimi ni zaidi ya mshindi. Kwa yeye aliyenipenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika, sema pamoja na mimi, mstari 38 ule, ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga, hakitaweza kunitenga, sema hiyo, na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hebu washindi na wasimame na kumwambia Bwana,
Tuna ujasiri katika Mungu. Majaribu hayatakumaliza, mitihani haitakumaliza, na matatizo yote ya dunia nzima hayatakumaliza. Utakuwa ni zaidi ya mshindi. Fungua kinywa chako na useme na Bwana katika maombi. Jaribu litakuja, mitihani itakuja kama ilivyokuja kwa Samson. Majaribu yatakuja kama ilivyokuja kwa Daudi. Majaribu yatakuja kama ilivyokuja kwa Suleiman. Majaribu yatakuja kama ilivyokuja kwa Simoni Petro. Majaribu yatakuja kama anavyomjia kila Mkristo. Omba ya kwamba kama ulianguka kwenye jaribu, Bwana atakusamehe, atakuosha, atakuhuisha, atakufanya upya, atakufanya uwe hodari. Katika siku hizi za mwisho, majaribu yatakuja katika namna mbalimbali. Mwambie Bwana, utakuwa ni mshindi. Pokea uwezo mpya, nguvu mpya, kukesha kwa namna mpya. Useme kwamba hili ni jaribu dogo. Mbwa dogo anaua. Useme kwamba ni jaribu dogo. Nyoka mdogo anaua. Useme kwamba sasa hivi nitaanguka sasa, nitashinda kesho. Usijivunie kesho, hujui kwamba kesho italeta nini. Kama ni mtu ambaye unakubaliana huna hata hakika ya kesho. Majaribu yatokao kwa rafiki, hautamruhusu shetani akamtumia rafiki yako kukukana wewe na kuweza kukuteka nyara. Utafanya nini na rafiki yako ambaye anakujaribu na kuingiza kwenye majaribu? Sema, huyu ni mwanachuo mwenzangu. Usimruhusu mwanachuo mwenzio akakufanya kuwa muuaji. Usimruhusu rafiki akujaribu na kukuingiza kwa shetani ili akuangamize. Usijitoe kwenye jaribu. Kimbia jaribu. Pingana na jaribu. Kataa jaribu. Kataa jaribu. Tisha mwili wako. Macho yako yatishe. Usemi wako uwe chini ya mamlaka. Lugha yako na kupenda kila moja, idhibiti hiyo. Mahusiano yako na watu yadhibiti.
kumsikiliza kila mtu, kumjibu kila mtu, kujitoa kwa kila mtu. Dhibiti hiyo. Yule ni mtu wa kanisa, mwanamke wa kanisa, Shetani aweza kuwatumia pia, kama alivyomtumia Simoni Petro, kumwambia Bwana ya kwamba hautaenda msalabani kamwe, na Yesu ilibidi amkemee. Rudi nyuma yangu Shetani, kwa kuwa huyawazi ya Mungu. Huyawazi ya Mungu bali huyawazi ya wanadamu. Mtu mzee anaweza kuwa ni jaribu kwa kijana mdogo. Mwanamke mzee anaweza kuwa ni jaribu kwa kijana mdogo. Uwe na tahadhari. Usichukue neema ya Mungu bure. Usichukue nafasi ya cheo kwa ni nafasi ya bure tu. Shetani anajaribu mtu, anamtafuta mtu wa kummeza. Usimruhusu akakumeza. Pokea zaidi neema ya Mungu. Na kumbuka majaribu yanakuja katika namna tofauti tofauti, katika changamoto namna mbalimbali. Unapokuwa umeshika kitu kama sanamu na ukifuatilia, kile kitu ambacho umekifanya kwa kama jaribu, umekishika kama sanamu, kitakuwa ni chanzo cha jaribu. Shika kila kitu katika maisha kwa mkono mwepesi. Usiwe kama nyani ambaye ameweka mkono wake ndani ya glass, chupa ya glass, anataka achukue karanga au ndizi. Wakati ameshikilia zile karanga na ndizi, hawezi kutoa mkono wake kutoka kwenye chupa. Akiachilia zile karanga anaweza kutoa mkono wake. Lakini kama ile karanga ni salamu kwake na hutaki kuiacha, unaishikilia tu, ndivyo ambavyo wawindaji wanavyofanya. Shetani atakuja na kukuta pale pale na hatimaye atakukata kichwa chako. Uwe makini, uwe ni mshindi. Kwa jina la Yesu tunaomba. Hebu washindaji na waseme amen. Washindi na waseme amen. Ushindi wako utakuwa ni wa kudumu katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kutuamsha, kutukumbusha na kutufanya tuelewe majaribu yapo duniani. Yanatoka kwa Shetani, toka kwa wanadamu, na toka kwenye miili yetu yenyewe. Tunaomba Bwana, kuanzia leo watu wako wote ambao wamesikia neno la Mungu leo, kuwe na ushindi kwa kila mtu katika jina la Yesu. Wakati uliopita, kule kuanguka kwa wakati uliopita, samehe Bwana. Samehe watu wako wote katika jina la Yesu. Safisha kila mmoja. Safisha kila hatia na hukumu. Kila
maandiko yaliyoandikwa kinyume chao, naomba uyafutilie mbali katika jina la Yesu. Ondoa hatia mbali na maisha yetu, ondoa hukumu ndani mwetu. Na Bwana, sasa ninaomba uwape neema ya kutosha kwa watu wako wote katika jina la Yesu. Kuanzia sasa na kuendelea, watu wako watakesha na kuomba. Kila mmoja wao atakuwa ni hodari, kila mmoja atakuwa ni mshindi, na neema yako, rehema zako, upendo wako na nguvu yako na uweza wako na ulinzi wako vitakwenda na kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Jawabu la mwisho, nguvu ya mwisho, maono ya mwisho, kushawishika kwa mwisho, ujasiri wa mwisho, nguvu ya mwisho isiyo na mpaka, neema ya kutosha mpe kila mmoja katika jina la Yesu. Umetenda, umelitenda. Kila mmoja wetu ni mshindi, kila mmoja ni zaidi ya mshindi, kila mmoja wetu ni mshindi katika jina la Yesu. Tunakushukuru Bwana kwa kile ambacho umekitenda. Hatutarudi pale ambapo tumetoka. Maisha mapya, maisha, nuru mpya, nguvu mpya, ushindi mpya. Tuendelea kufurahia kila moja kwa jina la Yesu tunaomba.